Tamko la kupinga kauli inayorudisha nyuma harakati za marekebisho ya sheria ya ndoa ya mwaka 1971. Ndugu waandishi wa habari, mtandao wa kutokomeza ndoa za utotoni Tanzania, kama wadau wa haki za watoto, tumesikitishwa na kauli iliyotolewa na Waziri wa Katiba na Sheria Dr. Damas Ndumbaro siku ya tarehe 10 mwezi Mei mwaka 2025 wakati wa mkutano na wanahabari jijini Dodoma, ambapo waziri alinukuliwa akisema baadhi ya ndoa zinagusa imani za watu. Huwezi kwenda kuzibadilisha hizi imani kwa kutunga au kubadilisha sheria pasipo kukaa na kupata ridhaa ya hawa watu, na ridhaa hailazimishwi. Serikali ilielekezwa na mahakama, lakini kumbukeni, lazima tupate ridhaa ya watu hawa wote. Ndugu waandishi wa habari na wananchi mnaotusikiliza, kama mtandao tumesikitishwa sana na kauli hii, ambapo nikiweza kuifafanua nafikiri tutapata nafasi ya kuiona. Mheshimiwa Waziri alikuwa anazungumza swala la mabadiliko ya sheria ya ndoa na kwa nini mchakato umekuwa unachukua muda mrefu kwa serikali kuweza kubadili sheria ya ndoa kama ambavyo walielekezwa na mahakama yetu ya rufani. Na Mheshimiwa Waziri akawa anasema kwamba serikali haiwezi kutunga au kubadili sheria katika eneo hili mahususi bila kupata ridhaa ya makundi, hasa alikuwa anazungumza makundi ya dini, na akazungumza kama makundi ya dini ndio kikwazo kwenye kubadilisha sheria hii. Wakati wote kunapokuwa na mgongano kati ya dini, mila na sheria, sheria ndiyo kutawala na kutumika, kwa sababu sheria ndiyo inayoleta usawa. Dini zetu ziko tofauti, kuna wengine wa Kristo, kuna wengine Waislamu, kuna wengine hawana dini kabisa. Kwa uwezo ukasema kwamba utashi wa dini ndiyo uongoze maslahi ya jumla ya watu wote. Ndiyo maana sheria inasimama kuleta usawa kwa kila mtu bila kujali tofauti zetu. Sisi kama wanamtandao tunatambua kuwa hii sheria ni sawasawa na kubaka maisha ya mtoto wa kike, kwa sababu ukiangalia toka mwaka 1971 hadi sasa tuna takribani miaka 53 bado tunatembea na sheria hii. Kwa hiyo sisi hii ni kama kubaka maisha ya watoto tu. Ingawa tunatambua kuwa imani za kidini na mila ni sehemu ya utambulisho wa jamii hapa nchini, lakini tunasisitiza kwamba haki ya mtoto haipaswi kuwekwa rehani kwa sababu ya mila au tafsiri za kidini zinazoweka watoto hasa wa kike kwenye hatari ya ndoa za utotoni ambazo zina madhara makubwa kiafya, kielimu, kiuchumi na kisaikolojia. Tuna uwekezaji mkubwa sana tunafanya katika sekta ya elimu. Tunataka bajeti ya elimu ipande, tunataka madarasa yajengwe, tunataka halafu wasichana watoka ndani ya shule. Kwani tunafanya kitu kama hicho? Tunaposema tunawekeza kwenye elimu, basi tujue tunawekeza pia kwa watoto wa kike ili waweze kupata elimu sawa. Lakini watoto wa kike kama wanaolewa chini ya umri wa miaka 18, ina maana wanatoka nje ya shule. Kwani tunawekeza hivyo? Lakini masuala mazima ya afya, watoto ambao wana watoto, tunasema tuna vita dhidi ya umaskini. Ni nani alishakutana na binti ambaye ameolewa hapa akiwa na miaka 9 au 10? Kwa changamoto walizokuwa nazo. Hiyo vita dhidi ya umaskini itafanikiwaje kama tunaruhusu watoto wetu waolewe wakiwa chini ya umri